Tunataka timu za Tanzania zianze kushiriki kwenye michuano ya kimataifa kwa maana ya CAF Champions League pamoja na CAF Confederation Cup. Ni kwa mara ya kwanza 2023-2024 timu za Tanzania zilifanikiwa kufika kwenye hatua ya robo finali kwa pamoja, zikiwa timu mbili ni Simba pamoja na Yanga, ambapo Simba alitolewa kwenye hatua ya robo finali dhidi ya Al Ahly ya pale Cairo nchini Misri, lakini pia wananchi Yanga wakatolewa katika hatua hiyo hiyo ya robo finali na Mamelodi Sundowns ya Afrika ya Kusini. Kwa mara ya kwanza mwaka huu 2025-26 timu za Tanzania 4 zinaenda kwenye hatua ya makundi ya michuano ya kimataifa, kwa maana Simba na Yanga kwenye upande wa CAF Champions League, lakini pia kwenye upande wa CAF Confederation Cup Singida pamoja na Azam FC. Kila mtu ameona makundi namna ambavyo yalivyo mpaka hivi sasa. Weekend hii zikienda kutupa karata za michezo ya kwanza hatua ya makundi kwenye michuano husika ambayo timu hizi zinacheza. Vipi unaona ramani ya timu hizi 4 zikitoboa kwenda kwenye hatua ya robo finali, either zende 2, 3 au zote 4 kwa pamoja, ama unaona timu zote zikiondolewa katika hatua hii ya makundi kwenye michuano husika ambayo wanashiriki, kwa maana 2 kwenye upande wa klabu bingwa barani Afrika pamoja na 2 kwenye upande wa kombe la shirikisho barani Afrika? Lakini wakati huo ambapo wako kwenye hatua ya makundi, zipo rekodi mbalimbali ambazo zimewekwa. Wakati Yanga anaweka rekodi ya kuingia kwenye vinganganyiro vya tuzo mbalimbali mara 2, kwa maana yalipofika finali ya kombe la shirikisho barani Afrika, kuingia kwenye kinganganyiro cha klabu bora ya mwaka, lakini pia kuingiza mchezaji kuingia kwenye kinganganyiro cha mchezaji bora, ambapo alienda misimu 2 mfululizo, wakati pia ambapo anatolewa kwenye hatua ya robo finali na Mamelodi Sundowns. Aliingia kwenye upande pia wa klabu bora ya mwaka, ambapo Simba na yeye aliingia kwenye hicho kinganganyiro, na Simba ilikuwa ni mara yake ya kwanza, Yanga ilikuwa ni mara yake ya pili. Hivyo Yanga akawa amefanya mara 2 zaidi kwa upande wa Simba, ikiwa ni 1 zaidi kwa upande wa Simba. Simba msimu huu ameenda kuiweka rekodi, kuingia tena kuendelea kupangusa au kufieka kile kichaka ambacho wananchi Yanga wamekuwa wakiweka. Wakati Simba wanafika kwenye finali ya kombe la shirikisho, wengi walisema Simba anafieka kichaka cha mwananchi, na anachotakiwa kufanya ni kuhakikisha kwamba basi baada ya kufeka kichaka na anaenda kuweka rekodi yake, lakini ilishindikana, akakifieka tu kile kichaka cha wananchi. Lakini pia amerejea tena kwenda kuendelea kukifieka kichaka cha mwananchi, kwenda kuweka rekodi ya kuingia mara 2 kwenye tuzo za mbalimbali ambazo zilikuwa zikifanyika, ambazo zinazofanyika mwaka huu kwenye upande wa vinganganyiro vya tuzo mbalimbali, klabu bora kwa upande wa bara hili la Afrika, lakini pia mchezaji bora ambaye aliingia Shomari Kapombe. Clement Mzize alirejea au amerejea kwenye ile rekodi ambayo amewahi kuiweka Simba. Simba amewahi kutoa mchezaji ambaye amechukua goli bora la mwaka ambaye ni Pape Osman Sako, ambaye alikuwa anatumia kia wekundu wa Msimbazi Simba. Mchezaji huyu kutoka Senegal ambaye kwa sasa anakipiga pale Raja Casablanca. Clement Mzize kutoka Tanzania na yeye pia ameingia kwenye kinganganyiro cha tuzo hii. Tuzo hizi zitafanyika usiku wa kesho, kwa maana ya Jumatano ya tarehe 19. Unaona Clement Mzize akienda kukifieka kile kichaka cha Pape Osman Sako, ama ataambulia patupu, ama itakuwa vipi? Dondosha comment yako hapo. Lakini pia yale yote ambayo nimeuliza hapo, niambie tu ya kwamba wewe unaona timu zetu zikitoboa hatua ya makundi, au unaona wote wakiondoshwa, au unaona zikipita timu ngapi kwenda kwenye hatua ya robo finali. VICA 7 langu jina.